leo ambapo ni masuala ya michezo. Ingia katika nafasi ya 6. Hii inaonyesha kwamba Frankfurt inataka sana kuingia katika zile 4 bora za kufuzu moja kwa moja katika michuano ya Champions League msimu ujao. Kwa ufupi tuzungumzie safari ya Leipzig ambao wamepata ushindi dhidi ya Augsburg magoli 6 kwa mtungi, lakini pia Bayer Leverkusen walianza vibaya msimu baada ya kumfunguza kocha wao Ten Hag baada ya mechi mbili tu, na jinsi walivyoanza watu wengi walidhani kwamba pengine mara hii Bayer Leverkusen mambo yameenda kombo. Utakumbuka pia Leipzig michao ya mwanzo kabisa walifungua walipigwa 6 na Bayern, lakini kwa sasa timu hizi ni kama zimejipata. Tuseme ndio matumaini mapya kwa timu hizi kuendelea kurudi pale katika nafasi ambazo zilizokuwepo msimu mmoja miwili iliyopita. Unaweza kusema ni matumaini mapya, lakini inaonyesha pia kwamba wanapokuwa katika mazoezi wanajaribu kuboresha fomu yao vizuri, na wamefanikiwa kwa sababu kweli hawakuanza vizuri. Lakini kwamba sasa hivi wameingia katika 6 bora, hii inaleta matumaini kwamba hizi timu kadri ligi inavyokwenda zitakuwa miongoni mwa zile timu ambazo zinakaa katika 4. Zinatoka 4 bora, 6 bora, 4 bora, 6 bora. Na uwezo kabisa sasa hivi wanauonesha. Kikosi cha Bayer Leverkusen tunajua kiko katika kipindi cha mpito na kocha anajaribu kukitengeneza vizuri. Na kinapata shida kidogo katika mashindano ya ndani kwa maana kwamba ligi na vile vile pia Champions League. Lakini hajambo ningeweza kusema kwamba sasa wameingia katika 6 bora, na nafikiri hii inatoa mwelekeo mzuri. Charo, weekend hii kulikuwa na mechi moja kubwa ambayo ulimwengu mzima ulikuwa unasubiri kwa hamu, na tumeweza kuishuhudia mechi ya El Clasico, Barcelona ya Uhispania dhidi ya Real Madrid, ambao walikuwa nyumbani katika mechi ambayo wengi walitegemea pengine Barcelona angeendeleza ubabe wake, lakini kitu ambacho kimetokea hapo jana ni kitendo cha kufungwa magoli 2-1 na Real Madrid kimezusha sio tu mjadala katika mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kote ulimwenguni vinazungumzia mechi hii ambayo imekamilika hapo jana. Wengi wanazungumzia Lamine Yamal ambaye alituma maneno ya shombo, na wakasema kwa upande wa Real Madrid kwamba kwa namna kama wanabebo hivi na kadi zile nyingi, lakini Pedri kwa mara ya kwanza pia amepewa kadi yake nyekundu. Mechi ilikuwa ni tense sana. Unaizungumzia vipi? 2-1 mechi ya kwanza kabisa akiwa kocha wa Real Madrid ya El Clasico anapata ushindi dhidi ya Hans Flick. Yaani mafanikio kwake na kongole kwake kwa jinsi ambavyo amekwenda kuitengeneza ile timu na kuleta tena ile hali ya kujiamini, kucheza kwa uzuri, kutandaza mpira. Madrid ni timu nzuri, hilo halina mjadala. Na Barcelona pia tunajua hawa ni miamba wa soka la Liga. Lakini kwamba Madrid imeipiga Barcelona 2-1 inaonyesha kwamba timu hizi mbili bado nguvu zao zinakaribiana. Kwa hiyo kongole kwa Madrid kwa kuwashinda Barcelona, na kweli kwa muda mrefu wamepata shida sana kila wakati wanapocheza na Barcelona wanapoteza. Lakini sasa kwamba wamepata ushindi, hii nafikiri inawajengea uwezo zaidi na ile hali ya kujiamini zaidi wanaposonga mbele katika ligi, ila wawe makini sana kwa sababu kama nilivyosema 2-1 ni ushindi ambao ni rahisi sana kuupindua. 2-1 inaweza kuwa kwa manufaa ya Madrid au ikageuzwa tena ikawa kwa manufaa ya Barcelona. Sasa tuelekea Tanzania sasa, ambako huko nchi hiyo imeandika historia mpya kwa mara ya kwanza kwa kupeleka timu 4 katika hatua ya makundi ya michuano ya mataifa ya Afrika CAF, na mwanamichezo wetu Mindi Joseph ametuandalia mengi zaidi ambayo anaenda kutueleza. Kwa mara ya kwanza katika historia ya soka la Tanzania, taifa limefanikiwa kupeleka timu 4 katika hatua ya makundi ya michuano mikubwa barani Afrika chini ya shirikisho la soka Afrika CAF. Baada ya ushindi wa jumla wa mabao 3-0 dhidi ya Msingizini Hotspurs ya Eswatini, Simba imepiga hatua na kuungana na watani wao wa jadi Yanga katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Wakati huo upande wa kombe la shirikisho Afrika, vilabu vya Azam FC na Singida Black Stars vimeonyesha ukomavu wa hali ya juu kwa kuibuka na ushindi unaoweka kwenye hatua ya makundi kwa mara ya kwanza katika historia ya vilabu hivyo. Katika mahojiano na mchambuzi wa soka Jacob Mnaye, anataja mafanikio haya ni ishara ya ukuaji wa soka la Tanzania. Timu zote 4 zilizoshiriki nadhani ni kutokana na uwekezaji ambao kimsingi umefanyika. Haija bahati mbaya. Itazame klabu ya Simba na Yanga, obvious mara zote wamekuwa wakifanya hivyo. Unaona, unapata picha uwekezaji wa Simba na Yanga ulishakuwa mkubwa, ndio maana Yanga walishafika finali pia ya kombe la shirikisho barani Afrika. Msimu uliopita pia Simba walifika finali ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo sina mashaka na hivi vilabu. Klabu ya Singida Black Stars na klabu za Azam zimefanikiwa kufika hapo kutokana na uwekezaji.
Kwa sasa macho yote ya mashabiki yanaelekezwa kwenye draw za hatua ya makundi, huku Watanzania wakiwa na matumaini kuona timu hizi zikiendelea kutamba na kuleta heshima zaidi kwa taifa. Kwa upande mwingine, ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea kutifua vumbi wiki hii, huku macho ya mashabiki yakiwa yameelekezwa kwa vigogo wawili wa soka, Yanga na Simba, ambao wote wanarejea uwanjani kwa michezo muhimu katikati ya wiki. Kesho Jumanne tarehe 28 Oktoba katika uwanja wa Benjamin Mkapa unatarajiwa kushuhudiwa mtanange mkali. Mabingwa watetezi Yanga watawakaribisha wakatami wa Mtibwa Sugar. Kuhusu maandalizi, kocha wa Mtibwa Sugar Awadi Juma anasema, mpaka sasa tuko na afya njema. Upande wa benchi tactical tunashukuru kila mmoja yuko vizuri na yupo tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi Dar es Salaam Young Africa. Kwa upande wa Yanga, mchezaji Ofen Chikola anasema, tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Hakika haitakuwa mechi rahisi. Oktoba 30 itakuwa zamu ya Simba kuonesha ubabe wao wakiwa nyumbani dhidi ya TRA United. Goalkeeper wa Simba Yakubu Sulemani na mchezaji wa Simba Aweso kuelekea mchezo huo wanasema, mechi nayo pia itakuwa ngumu kwa sababu ligi ndio hatutaki kupoteza hata mchezo mmoja, kwa hiyo utazidi kuwa ngumu. Mchezo unaofuata washabiki waje kwa wingi kwa uwezo wake Mungu, inshallah pointi 3 lazima. Kutoka nchini Tanzania ni mwanamichezo Mili Josefu. Naam, tuondoke tuelekea huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambapo vilabu hivi pia vimefanikiwa kufuzu ile michuano ya mataifa Afrika. Ni vipi hivyo? Mwenzetu Zubair Ali ametuandalia ripoti ifuatayo. Klabu hizo zimeingia kwenye hatua ya makundi kwenye mashindano ya kimataifa baada ya kuvitoa vilabu vya kusini mwa Afrika. Klabu ya Maniema Union imejikatia tiketi yake ya kombe la shirikisho kwa kumfunga Royal Leopards ya Eswatini kupitia mikwaju ya penalty baada ya kumaliza sare ya 1-1, matokeo kama ya mechi ya awali. Licha ya kufuzu hatua ya makundi, kocha wa klabu hiyo Papi Kimoto amelaumu wenyeji wao kwa mapokezi mabaya pamoja na upigaji mbaya wa firimbi wa maamuzi wakati. Walipofika Kinshasa tuliwapokea vyema na kuwapa siku 2 za mazoezi ili wafanye mazoezi kwa ukimya. Bahati mbaya tulifika hapa na kuomba kufanya mazoezi kwa muda waliofanya kwetu, lakini walikataa kabisa. Ni ukosefu wa usawa wa mchezo na haina nafasi kwenye mpira wa Afrika. Tumefurahi sana kwani tumekuja hapa na malengo ya kurejea tukiwa tumefuzu na tumefanya, licha ya maamuzi mabaya yalikuwa ya aibu kwenye mchezo wa Afrika. Vijana kutoka Lubumbashi Sentebala Lupopo wameingia hatua ya makundi kwa mara ya kwanza kwenye historia yao kwa kunusurika chupuchupu baada ya kuruhusu mabao 3 huko kusini mwa Afrika na kufuzu kupitia mikwaju ya penalty pia. Furaha ilionekana maeneo mbalimbali nchini baada ya kuwatoa Orlando Pirates ambao walikuwa wamejiamini mbele ya mashabiki wao. Daniel Dongo ni msemaji wa Sentebala Lupopo. Tumefurahi sana tu, hatuwezi kupima furaha inayotujaa baada ya fuzu kwa kihistoria kwa hatua ya makundi, na hasa baada ya kuziondoa klabu 2 bora katika bara la Afrika. Hii ni mara ya kwanza katika historia yetu kucheza katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa. Hatutaweka mipaka, kuanzia hapo tutaelekea robo finali. Haya yanajiri wakati ligi ya DRC ilianza kutimua vumbi wiki jana na vilabu kadhaa kushuka dimbani. Hata hivyo, jimboni Tanganyika kulishuhudiwa mwandishi wa habari kudhalilishwa na kuvuliwa nguo na mashabiki wa klabu ya Tanganyika wakimtuhumu kuwa upande wa timu pinzani. Mmoja wa watangazaji wa Kongo tawi la Tanganyika UNPC walioneshwa kutofurahishwa na vitendo hivyo na kupinga marufuku klabu hiyo kuongelewa kwenye vyombo vya habari jimboni. Saje Mulilo ni afisa media wa ligi ya Kongo jimboni. Linafoot imekuwa na sikitiko sana kuona watu ambao wanakuwa ni walinda usalama wa klabu ya Tanganyika kufanya vitendo visivyokuwa vya kiutu namna hiyo, waweza kupiga kumvua nguo, na baada ya siku kidogo watakuwa wanakamata hatua fulani ili kukomesha vitendo vya kiuni namna hiyo. Zubair, DW Michezo. Na tuelekee sasa nchini Kenya ambapo makala ya 22 ya mbio za masafa marefu ya Stanshot imewavutia washiriki zaidi ya 30 kutoka mataifa 92. Zaidi ya wanariadha 200 wasanii walikuwepo na wasanii walikuwepo katika mashindano haya ya kila mwaka. Thelma Mazaya alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Mashindano ya mwaka huu yalikuwa na makundi 6 maalum ya wanawake na wanaume, kadhalika walio na ulemavu.
Bernard Chepkwony na Helen Chepkorir waliibuka washindi wa mbio za urefu wa kilomita 42. Bingwa huyo wa mbio za wanaume alitumia muda wa saa 2 dakika 11 na sekunde 1, naye mshindi wa mbio za wanawake alitumia muda wa saa 2 dakika 27 na sekunde 17. Kwenye kundi la mbio za urefu wa kilomita 21, Joshua Kithuku alikimbia kwa muda wa saa 1 dakika 2 na sekunde 35. Huu ndio mtazamo wake wa mashindano hayo. Nilikuwa nikifanya mazoezi kila siku na nikijiandaa kwa sababu ya hivi ya leo. Niko na mipango, nikipata nafasi ya kwenda nje niende. Frida Limoi, mshindi wa wanawake wa mbio hizo za kilomita 21, alitumia muda wa saa 1 dakika 14 na sekunde 23. Frida alikuwa mwingi wa bashasha pindi baada ya kuwasili. Haikuwa rahisi kwa mimi, sikuwa nimejipanga sana, kwa natokea nje Shadrack Musyoka alitumia muda wa dakika 29 na sekunde 1 kuibuka mshindi. Bingwa wa wanawake Nelvin Chepkemboi alichukua muda wa dakika 33 na sekunde 4. Idadi ya washiriki wenye ulemavu iliongezeka kwa watu 38 na kufikia 184. John Wambua na Mary Tatu Jared ndio walioibuka washindi kwenye mbio za kilomita 21 za kuruka magurudumu. Makala 22 ya mbio hizo yaliwavutia washiriki kutoka mataifa 92 ya kigeni. Ujumbe wa nchi jirani ya Uganda ndio ulikuwa mkubwa zaidi. Tangu kuasisiwa miaka 22 iliyopita, mbio hizo za masafa marefu za benki ya Standard Chartered zimechangisha kiasi cha shilingi bilioni 1 za kufadhili miradi ya kuwanyanyua vijana na wanawake katika jamii. Joyce Kibeni, afisa wa uhusiano, biashara na masoko wa benki ya Standard Chartered nchini Kenya, na anaisifia hafla hiyo. Tuko na wafadhili kama 43 wametuletea zaidi ya milioni 283. Tunaita marathon yetu kwa inclusive. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi. Haya, timu za Sudan zinazoshiriki ligi kuu ya timu za Sudan sasa zitashiriki ligi kuu soka ya nchini Rwanda, na mwenzetu Christopher Karenzi ametuandalia mengi kuhusiana hizo timu, na hii hapa ni ripoti yake. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa Ijumaa wiki hii, FERWAFA imeruhusu timu hizo kushiriki katika mashindano mbalimbali nchini Rwanda, ikiwemo Rwanda Premier League, Kombe la Amani, Kombe la Mashujaa na Super Cup. Timu hizo zitajiunga rasmi kwenye raundi ya 6 ya ligi, huku zikitarajiwa kucheza mechi zao za viporo mwezi Januari. Wenye Rwanda walipokeaje hili swala? Nuru Ali ni mhamasishaji wa wapenzi wa mashabiki wa timu ya Kiyovu Sports Club. Lakini kwa kweli ni vizuri zaidi. Shida tu ni umaskini wa timu za hapa Rwanda, lakini itaongeza kiwango cha timu za Rwanda. Kwa kuwa ukija kutizama vizuri zile timu za Sudani ni nzuri kuzidi sisi. Ni kusema tukicheza nao itakuwa kama mazoezi mazuri, kwa kuwa watakuwa wamefanya competition kubwa sana. Hilo sana hii ni mchambuzi wa michezo. Si jambo kubwa hata kama tutashinda au tukashindwa. Hayo ni mambo ya kawaida. Kilicho muhimu zaidi ni kwamba tutakuwa tumepandisha kiwango cha soka tulichokuwa nacho hapa Rwanda. Tunajua vizuri kuwa ligi ya Sudani ipo katika kiwango cha juu. Kwa hiyo timu zetu zitanufaika sana kutokana na ujio wa hizi timu hapa Rwanda. Kocha mkuu wa timu ya Kiyovu Sports Club Haringa Francis anaeleza kitu muhimu kwa kuwepo timu hizi za Sudani. Ni kitu kizuri sana kwenye ligi. Wanakuja timu ziko na experience, ziko zinacheza mashindano ya bara Afrika, na ni kitu kama muhimu kwa ligi juu itapandisha level ya ligi. Itapandisha hivyo na level ya franc na pesa itaingia. Kwa nini viongozi wa shirikisho la soka la Rwanda FERWAFA walipendekeza kuzishirikisha klabu hizo za Sudan katika ligi ya Rwanda? Mugisha Richard ni makamu wa kwanza wa rais wa FERWAFA, alikuwa na haya ya kueleza. Sababu ya kwanza ni kutokana na hali ya machafuko yanayoendelea nchini mwao. Ukilinganisha na historia ya nchi yetu na uongozi wake unaotilia mkazo mkubwa juu ya umoja wa Afrika na ushirikiano katika mipango yenye mwelekeo kama huu. Makubaliano yaliyofikiwa kati ya rais wa FERWAFA na rais wa ligi ya Rwanda pamoja na malengo waliojiwekea vinaendana na mwelekeo wa nchi yetu na jinsi unavyojitokeza katika maisha yetu ya kila siku. Kutoka DW Kigali, huyu ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Naam, na kufikia hapo tunahitimisha kipindi chetu cha michezo siku ya Jumatatu. Nasema asante Josephat kwa kushiriki nami, na tunaenda mitandao yetu ya kijamii, tutaendelea kuwajuza yote yanayojiri kwenye michezo katika mitandao yetu ya kijamii, kwa Facebook na Instagram, tafuta DW Kiswahili.